Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi. Alhamdulillah, leo tupo naye mgeni mwingine, nadhani pia katika kipindi kingine tuliweza kumuona na amekuja kutuzungumzia zaidi haswa masuala ya afya, kuweza kukujuza wewe mengi kuhusiana na kitu gani labda unafaa kufahamu kuhusiana na afya yako, ama dawa ama maisha kiujumla ya afya. Na inshallah mpenzi mtazamaji, katika mada yetu ya leo tutataka kuangalia kuhusiana na mada teule ni self medication. Yaani wewe mwenyewe kujitibu, aidha labda huo unaumwa na kichwa unaenda chemist kuchukua dawa, na hicho ni kitu ambacho tumezoea sisi kama wananchi ama sisi kama binadamu. Tunakosa kwenda hospitali, tunaamua kwamba tunaenda chemist kuchukua dawa na ili tuseme bana tushamaliza. Ema labda unaumwa na kichwa, lakini huwezi jua labda dawa unazozitumia labda uko na ugonjwa zaidi ya hiyo, na labda uende ni kitu ambacho ni recurring, inarudi ikirudi. Sasa leo tupo naye si mwingine bali ni Daniel Waweru ambaye atazidi kutujuza mengi kuhusiana na mada yetu ya leo. Karibu sana Daniel. Asante sana. Habari ya asubuhi? Niko mzima. Wewe uko aje? Mimi niko poa sana. Karibu sana. Nashukuru kwa kuniita tena. Naam. Naichukulia kama jambo kuu sana. Karibu sana. Naam, tukiangalia mada yetu Daniel. Tuko na mada nzuri sana ambayo nadhani watu wengi tukiangalia ni vitu tunavyofanya katika maisha yetu ya kawaida. Hasa sisi ambao labda tupendi kwenda hospitali, utakuta mtu apendi kwenda hospitali. So ile labda akiumwa na tumbo, akiumwa na kichwa, akiumwa mahali, anaenda direct wapi? Anaenda direct chemist kuchukua dawa. Labda utakuta kesho yake unakuja unasikia madhara imeongezeka, labda alipatikana na ugonjwa fulani lakini mwenyewe alikuwa akitibu labda kuumwa na kichwa. Wenda labda mtu ameumwa na kichwa, uwezi jua labda kuna tumor ndani ama nini, tunaenda tu kumeza dawa. Sasa tuende tuangalie what is self medication kwanza. Asante. Self medication inamaanisha kutumia dawa bila mashauri kutoka kwa daktari. Inaweza kuwa ni ile kwenda kwa chemist, kwa kimombo tunaita over the counter medication, au kutumia hata zile za kienyeji, zile za kiasili bila ushauri kutoka kwa daktari. Naam. Na kuhusiana na hilo swala ni kwamba wengi unajua tumekuwa tukitumia hizi dawa. Je, madhara yake huwa ni yapi? Kufikia labda tumeamua kwamba unatumia dawa kabla hujapata prescription ya daktari. Yana madhara mengi sana. Sababu ili utibu ugonjwa lazima ukuwe umejua the correct diagnosis. Ni ugonjwa gani haswa ndio unamezea dawa. Na madhara yake inategemea ni dawa gani umemeza. Kimeza madawa hizi za uchungu, painkillers, kina Brufen, Diclofenac, hizo ambazo watu umeza ovyo juu ya kichwa, kuumwa na mahali popote mwilini. Madawa hayo husababisha, ukimeza kwa muda mrefu, yanasababisha ile ulcer. Na utagundua kwamba watu wengi wana complain siku hizi wako na ulcer. Na ukiangalia kwa sababu kuu zinazosababisha ulcer, ile ya kwanza ni madawa ya uchungu. Pili ya madawa ya uchungu yanasababisha liver failure. Ini inaweza haribika. Figo pia inaweza haribika. Ukienda kwa madawa klasi nyingine ya madawa ambayo umezwa bila ushauri wa daktari, ni antibiotics. Unapata wanameza sana sana kwa sababu ya homa. Ni mara nyingi hata labda sisi hapa hivi tumeenda pale kuchukua Amoxil. Kwa chemist tu akakuandikia Amoxil, kuandikia Aflaji. Unaona, hii ni antibiotics. Antibiotics ukitumia kwa sababu ya hii homa antibiotics kwanza utibu bakteria. Homa ni virus. Unaona? Sasa unatumia antibiotics kutibu virus na haifanyi hivyo kazi. Zile bakteria ambazo ziko mwilini zinazoea hii madawa. Ile wakati umegonjeka bacterial infection,
wakati utahitaji hizi antibiotic utakuja hospitalini tukuandikie madawa ikatae kufanya kazi. Kwa hivyo utakuwa na hiyo gonjwa itakuwa sugu na utagharimika zaidi juu ile haisikii dawa. Unaona? Klasi nyingine ya madawa ambazo hutumika vibaya ni madawa za kiasili. Watu wengi wanaamini kwamba madawa za kiasili naturally safer compare na hizi za kisasa. Mpata hizi madawa zinazungushwa na Wamasai huku za mitini dawa kwa vibuyu. Na madawa kaa hayo haijajulikana dozi yake iko kiwango gani. Haijajulikana ni kemikali gani iko pale ndani. Na haijadhibitishwa na FDA. FDA ni Food and Drug Authority. Hiyo ni huduma ambayo inasahihisha madawa kabla haijapeanwa kwa umma. Na madawa haya yanaweza sababisha yanaweza athiri ini, yanaweza athiri figo, na pia yanaweza inaitwa kuinteract na madawa za kisasa. Unaweza kuwa unameza madawa za pressure na wakati huo unameza za kiasili. Unaona zikichanganyika inaweza fanya ile ya pressure haifanyi kazi vizuri ama inasababisha madhara mwilini. Na hivyo unapata, kwa mfano kulikuwa wakati nilikuwa hospitalini pale Kiambu, mama na mume wakaleta mtoto wao miaka 6, msichana. Tumbo imefura. Mama ako na huzuni, baba ako na hasira. Nauliza mama shida iko wapi, anasema alimpeleka mtoto aone wazee akina nyanya. Sasa aliposema tumbo inamuuma, nyanya akampea dawa za kiasili. Sababu ni wale wa kutengeneza zile wanaitwa waganga wa kienyeji wale. Lakini sasa alipokunywa ile dawa ikasababisha tumbo ikafura, ini imeanza kufeli, macho yameanza kuwa yellow. Baba amekasirika sababu analaumu mama kwa kumpeleka mtoto kule kijijini akakuwa madawa za waganga. Unaona madawa za kienyeji yana madhara yake. Na madawa zingine zinasababisha pia shida ya damu kuganda. Damu inaweza either uwe na shida ya damu kuganda, damu itoke sana. Na ingine inasababisha ukuwe na damu inaganda mwilini, inasababisha magonjwa kama stroke, pressure inaongezeka mwilini. Unaona? Na hayo ni baadhi ya athari za kujitibu bila ushauri wa daktari. Naam. Ni kitu ambacho kinasikitisha sana. Ukiangalia kama vile umesema ule mama nadhani watu wengi ambao wanaishi vijijini ni ngumu sana wapate hospitali. Utakuta sana hospitali za vijijini huwa ziko empty. Kwa sababu watu wameamua mimi nikiumwa naenda tu kuchukua mitishamba, naenda kuchukua mwarobaini nitumie. Kuna maradhi mengine labda mtu uko nayo ambayo inahitaji wewe kufika katika zahanati. Naam. Swala lingine ni kwamba kando na hapo, je, hutokea hao ambao huwa wanafanya kazi katika pharmacies? Huwa wanawashauri nini hawa watu wanaokuja kununua madawa? Kwa sababu wengi utakuta sio kwamba wanawapima. Na most of them ni kama vile umesema wanapeana Flagyl na hiyo amoxicillin. Sasa utakuta wengi wanapeana hiyo because hizo ndo drugs ambao ziko most sold. Brufen, Buscopan. So hawa watu je, huwa kuna vile ni jinsi gani ambao wanatumia ili kuhakikisha kwamba wana examine mtu akajua ni mtu anaumwa na kitu fulani? Hiyo swali so pharmacists wamesomea madawa. Wanajua jinsi ile chemistry ya dawa, wanajua viungo vilivyo ndani ya dawa. Na wanajua hiyo dawa ikiingia mwilini itasababisha nini. Ila hawajijua vizuri kuchukua ile tunaita history. Mgonjwa anapokuja lazima uchukue history ili ujue ni ugonjwa gani yako nao. Na pia kuna vipimo unafaa ufanye
ili udhibitishe ni ugonjwa fulani unafaa ufanye, na hiyo ifanyike kwa chemistry, which ni kitu ambacho kinafaa kuwa kinafanyika. Naam. Kuna maswali wanafaa waulize. Naam. Wanafaa pia wakuulize kama maybe umekuwa ukitumia madawa zingine nyumbani, juu atakupea tu dawa na kumbe kuna zingine unameza nyumbani, hivyo unapata unakuwa na side effects, inaweza sababisha madhara mwilini, viungo vya mwili zianze kufeli. Anaweza kupatia antibiotics ukuwe na kitu inaitwa antimicrobial resistance, na kulingana na ukienda nchi kama Amerika, kwa pharmacy huwezi pewa dawa antibiotic bila prescription ya daktari, lakini unapokuja Afrika antibiotic unapewa tu bora umeitisha. Na kulingana na World Health Organization wametoa projection, wanasema kufikia mwaka wa 2050 zaidi ya watu milioni 10 kwa mwaka watakuwa wanakufa kutokana na antimicrobial resistance au ugonjwa itibiki. Hata sasa makampuni ya kuunda madawa mengi yameacha kuunda antibiotics, sababu wanaunda antibiotics ikikuja huko kwa umma haifanyi kazi, kuna resistance. Bakteria haisikii hiyo dawa, inabidi na warudi watengeneze nyingine, wanaona ni hasara. Kwa hivyo pharmacists ni wanachangia sana magonjwa kaa hayo, usugu wa magonjwa. Chenye wanafaa wafanye, wanaweza ongeza hapo kando ya pharmacy lab, ama waandike mtu ambaye ni daktari, anaweza uliza maswali kama hayo, maswali kwa upana ili wajue ugonjwa ulionao. Swali ambalo utakuta wengi ambao wanaulizwa, especially nakumbuka wakati nilikuwa naumwa na kifua. Ukifika hospitali lazima watakuuliza are you pregnant? Hilo swali sana hawakosi kunini, hata watu wa chemist hilo swali ambalo hawakosi kuulizwa. Utasikia wewe ni mjamzito, ndo wasikupe dawa tofauti na nyingine, ama labda wewe uko na ulcers, ama utakuta kuna hizi common questions ambazo wanauliza. Kuna wale wako na hiyo maarifa ya wanauliza maswali muhimu kama hayo, lakini kuna wale ambao wako wanatafuta pesa, wako biashara pale, au bora wamekupea dawa umelipa ni sawa. Na wengine hata kuna story pia, jirani uko nyumbani alienda kwa chemist akiwa na ugonjwa fulani, akaitisha dawa fulani iliyoandikiwa, akapea ile prescription ya daktari. Daktari ameniandikia hii, sababu huyu mtu wa pharmacy akaona hii dawa hana, lakini akona ingine yenye inaweza fanya kazi kama hiyo. Sasa anamwambia hii imeandikiwa, hii haina nguvu, niko na ingine stronger. Wakati alipewa ile dawa stronger, kumbe hakuuliza kama mtu akona allergy ya dawa fulani. Unajua kuna watu ambao wako na allergy ya dawa fulani, inaweza kuwa akona allergy ya sulfur, penicillin allergy, lakini hakuulizwa kwa pharmacy. Aliomeza dawa ile, akaanza kutoka vidonda mwilini, ngozi inatoka tu hivi, ni kama unatoa gloves, ngozi inaanguka tu hivyo. Na sijui kama alipona ama aliaga. I think kuna scenario pia ilitokea, I don't know if kama ilikuwa ni hospitali ama ilikuwa ni chemist, ya mzazi alienda, ni kama mtoto alimchukulia dawa mtoto, sijui kama ilikuwa ni kwa chemist ama ni sasa ile dawa ikamtia upofu huyu mtoto. Naam. So ilikuwa kwa news, I think nilisikia hiyo story. Sijui ilikuwa ni chemist ama ni hospitali. Something like that. Wengine alikuwa akisikia kama ni chemist, alimtuma aende kwa chemist akaangalia dawa. But maybe kuajiri ule fully qualified chemist, mtu ambaye amesomea pharmacy, inaweza kuwa ni bei kali. Na sasa hospitali ama clinics yanachukua mtu tu ambaye maybe ni amefanya nursing, mtu tu akona anajua kuhusu magonjwa na madawa, lakini hana ule ufahamu wa ndani. Sasa hivyo ndio unapata akona theory knowledge, akileta hapa hivi kwa hospitali hana ile experience, ama hata hasomi, hajajua kuna zile zinaitwa route of administration. Kuna madawa ambazo zinapeanwa kwa mishipa, kuna za kumeza, kuna za kudrop, kuna za kupaka. Sasa huyo
ile story alimdrop kwa macho. Yeah. Na ni dawa ambayo si ya kudrop kwa macho. Ni hatari sana. Ni hatari sana. Which means kuna vile kunakuwa na ile lack of professionalism. Especially upande wa chemist, hata pia hospitali. Because higher chances tumesikia sana. Hata tukiangalia like most of the people ambao wanaenda kufanya surgeries kwa hospitali, there's a scenario ambao tulisikia pia kwa mitandao. So I think ni ile kukua careful hospitali na hawa ambao kwa chemist inafaa kuangaliwa sana. Watu wengi hawaangalii. Masuala kama hayo ndio unaweza pata yanachangia pia watu kuamua kujitibu kuliko waende pale wapewe dawa zisizofaa, wasitibiwe na yule mtu ambaye ako qualified. Unaweza pata wanaenda kwa watu kama wale, maybe sababu kwenda kwa consultant mkuu ni bei kali, consultation fee inaweza kuwa ni bei kali. Kweli. So unaona wengine wanaamua waende kwa watu ambao wako bei rahisi, na unapata watu wale labda hawana qualifications. Shukran sana. Acha tuchukue mapumziko, tukirudi tutaendelea na hiyo kuweza kujua sababu ambazo watu wanapenda kuchukua hizo self medication zipi. Asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Daniel Waweru ndani ya studio zetu za Mahdi TV, naamini unazidi kufahamu mengi ambayo anazidi kuyawasilisha kwako, haswa kuhusiana na jinsi ya kutumia dawa, ama haswa pia kuhusiana na wewe mwenyewe kuchukua self medication. Huenda ndio ni kitu ambacho tunapenda, tunaenda hospitali kuchukua dawa kila aina, labda umefika chemist unaumwa na tumbo unachukua dawa, lakini bila kujua ama kuweza kuelewa, haujui unajiwekea madhara mengi zaidi ndani ya mwili wako, na hasa pia hili linaathiri figo yako, ama ni ini, ama utakuta pia mapafu, ama kibofu cha mkojo. So unakuta kuna mambo mengi ambayo yanazidi kuwa mabaya unapochukua self medication bila prescription ya daktari. Na inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Afya na Ustawi, tukiwa naye Daniel Waweru ndani ya studio zetu za Mahdi TV, akizidi kukujuza mengi, kuelezea mengi kuhusiana haswa na swala zima la wewe kumeza dawa pasi na kupata ushauri wa daktari. Ni kitu ambacho kinatuathiri sisi wote katika jamii. Watu wengi ambao tunafanya hivyo, watu wengi tuende hospitali na katika hii awamu ya pili tuweza kufahamu sababu ambazo watu wengi zinawafanya wasiende hospitali, waende tu katika chemist kuweza kuchukua dawa ili kuweza kujitibu. Na inshallah tukielekea kwake tuweza kufahamu mengi zaidi. Karibu tena Daniel. Asante. Naam, tukiangalia swala lingine ni kwamba kuna sababu kadhaa ambao mojawapo nadhani ulikuwa umetaja kabla tuchukue mapumziko. Kuna sababu kadha ambazo zinafanya sisi tuweza kuchukua dawa basi na ushauri wa daktari. Je, ni sababu zipi ambazo zinapelekea watu wawe design hii? Naam. Okay. Sababu ya kwanza nilikuwa nimetaja, inaweza kuwa ni mambo ya kifedha. Hawana fedha ya kulipa consultation. Naam. Sababu ya pili huwa ni line ndefu hospitalini. Unapata hawana wakati, maybe wako na biashara zao, wanataka kutibiwa waende. Sababu ya tatu huwa ni ushauri wa marafiki ama mtandao. Siku hizi watu wanagoogle. Wakikuja hospitalini wanakuongelesha, unaweza fikiri anajua mambo haya. Google. Kumbe amegoogle. Sababu ya nne ni unapata alisema nilikuwa na ugonjwa huu hapo zamani, nikatibiwa na dawa hii. So hii dalili naijua vizuri, najua hata dawa ya kuchukua. Na wengi wetu tukiwa na homa tunaendea cetirizine. Kweli. Kwa mfano. Kweli, mafua hasa. Mtu pua imebana, anaendea cetirizine. Lakini unajua kuna magonjwa ambayo yana dalili sawa, lakini ni magonjwa tofauti. Hilo pia nilikuwa kidogo nikuulize. Naam. So unaweza kuwa umeendea dawa fulani ambayo ulitumia pale nyuma, lakini huu ugonjwa ni ugonjwa tofauti. Unapata umejitibu na dawa isiyofaa. Sababu nyingine inaweza kuwa tu ni ile dhana kwamba dawa za kiasili ni bora kuliko dawa ya kisasa. Natural is safer. Naam.
hayo ni kati ya sababu za watu kuchukua madawa kujitibu. Naam. Ni kitu ambacho kinaumiza sana vichwa vya watu, hasa kwa mtu ambaye labda akiangalia hospitali mimi ni ghali, ishakuwa kuna hiyo consultation fee. Kuna mtu akienda ashaona mimi nitatishwa milioni kwa hospitali. Na ukiangalia pia nadhani hali yetu ya kiuchumi pia inachangia. Kwamba uchumi umekuwa mgumu sana. Hata mtu anaogopa kule kuumwa. Unakaa hivyo unaomba Mungu usiumwe. Kwa sababu ukiangalia ikifikia kiwango ambacho labda mimi nafaa kwenda hospitali na nikifika naambiwa nitoe labda 2,000 na kitu, na labda una hiyo 2,000, na kama una hiyo 2,000 there's no way mimi nitaenda kuangalia daktari. Ndio mtu ana kwenda option ya kuchukua dawa chemist na kuweza kunywa. Naam. Tukiangalia swala lingine ni kwamba kuna jinsi gani drug inakuwa resistance, na yani mwili inakuwa ile kwamba sahi imekataa dawa kabisa. Kwa labda umezoea kumeza labda paracetamol ya kichwa, unakuta sasa imeanza kukataa, hata ukimeza haikubali sasa. Na kuna madawa ambazo mwili huwa inafika mahali inazizoea, inaitwa tolerance. So unapata dawa hizi the more unaendelea kuzitumia, the more mwili inaanza kuitisha zaidi na zaidi, ndipo ile effect ilikuwa ikitoa mwili ianze kuifeel. Kwa mfano ya madawa hizi ni madawa za uchungu. Kuna zile madawa stronger za uchungu za opioids. Kwa mfano morphine. Kuna cough syrup huwa iko na kemikali fulani inaitwa codeine. Unapata madawa haya yanafanya mtu anakuwa addicted. Na mtu akiwa na addiction ya dawa fulani, mwili inafika mahali ile dozi ambayo alikuwa anatumia kwanza haitoi ile effect vile ilikuwa ikitoa mwanzoni, inataka dozi iongezwe. Kwa hivyo unapata mtu anazidi kuchukua dawa kiwango, anazidi kuongeza kiwango cha dawa, dozi anazidi kuongeza, na hivyo ndivyo unapata mtu amekuwa addicted. In fact uchunguzi imefanywa inaonyesha watu wengi ambao wako addicted kwa heroin, unapata wengine wao ni wale walikuwa wakitumia morphine kwa kutibu ugonjwa ya uchungu. Naona. Naam. Ni kitu ambacho kinaninio sana. Naam, na tukiangalia kuhusiana na swali lingine ni kwamba ni jinsi gani organs zinaweza kuwa damaged ikifikia ili swala la kwamba mtu akameza dawa and then ile kwamba mimi najifanya self medication. Ukiangalia kuna mtu labda anachanganya madawa vile kama tuliosema, labda ni mitishamba na akachanganya na paracetamol ama na brufen ama na hizo dawa za pressure, so itaongeza ugonjwa zaidi na zaidi kiasi gani ili ifikie kwamba labda organ fulani inakuwa damaged. Naam. Mtu anapochukua dawa, dawa hii kuingia kwa mwili inavujwa na mwili, kisha inakuwa absorbed, alafu inaingia kwa damu, kisha inapoenda kutibu ugonjwa ule, ile excess inatolewa na either liver. Liver ina break down, inatolewa either kupitia choo ama kupitia njia ya mkojo. Unapata dawa ile ikipita kiwango fulani, umechukua in excess, ikifika kwa liver inaweza fanya ini ishindwe kuitoa yote zaidi, ikawa toxic, unaona, ikaadhiri ini. Ini inapovuja dawa inaipeleka kwa figo, inaitoa kwa njia ya mkojo. Lakini kama dawa ile imekuwa mingi kupita zaidi na iko na kemikali ambayo yanaweza adhiri figo inaanza kufeli. Kuna kitu inaitwa glomerulonephritis. Ni pale ambapo zile vichungi vya figo vinaanza kuharibika, sababu zile dawa ambazo zinachungwa ingie kwa mkojo zimeziadhiri. Na
Njia nyingine ni unaweza pata dawa hizi inaweza kuwa yanasababisha damu kuganda, kisha hiyo damu ikifika kwa akili, hiyo clot inaweza tembea ifike either kwa roho ama kwa akili, isababishe stroke ama heart failure. Unaona, madawa mengine yanaathiri hormones, yana affect hormone levels. Unaweza pata hii dawa inapinga insulin. Insulin ni ile kemikali ambayo inashusha sukari mwilini. Na hii dawa ikipinga ile insulin ambayo inatolewa na pancreas, unapata mtu amekuwa na diabetes. Unaona? Madawa mengine yanaathiri pia viungo, hormones za uzazi. Unaweza pata inapingana na testosterone, inapingana na estrogen. Unapata mtu ameanza kuwa na either erectile dysfunction, either utasa, ameanza kuwa na zile menstrual periods zinaanza kuruka sababu hormones zimeanza kuathiriwa. Sasa hiyo ni kati ya njia ambazo madawa hufika mwilini yakaanza kuanza kuattack viungo vya mwili. Naam. Sawa. Kwa swali lingine ni kwamba ukiangalia ni kwamba kuna swala lingine linahusiana na do past prescriptions from doctors lead people to reuse medicines without consultation? Naam. Ni kweli kuna wale ambao vile nilikuwa nimesema, anaona dalili hizi zimekuja ni sawa sawa na zile ambazo zilikuwa nazo zamani. Ndio. Na dawa hii dawa niliandikiwa na daktari wakati ule. Ndio. Sasa wanakuja wanafikia mwisho wanasema kumaanisha hizi dawa pia zitafanya kazi wakati huu. Dalili sawa sawa. Unapata anatumia madawa zile ambazo alikuwa ametumia hapo mbeleni. Mwingine ni ile tu anaambiwa na rafiki yake, mimi nilikuwa na ugonjwa kama hiyo yako, daktari akaniandikia hii dawa, hata enda chemist upewe hiyo dawa. Unaona? Mwingine hata hamalizi dose. Unaona? Maybe ile dose ilibaki ile wakati, ndio hakumaliza ile wakati, maybe alikuwa amepewa antibiotic, lakini alipomeza akafika mahali akajisi, mimi nimepona, simezi madawa tena. Sasa ile madawa ambayo ilikuwa imebaki, ugonjwa sababu hakuitibu akaimaliza, ugonjwa obviously utarudi mara ya pili. Sasa anaendeleza dawa ambayo aliacha hapo zamani, which is not safe sababu inasababisha resistance. Hiyo ugonjwa inaanza kuresist dawa. Naam. Naam. Nadhani ni kitu ambacho sisi kama binadamu tunafaa kulifahamu, kwamba bwana tujitahidi kwenda mahospitalini. Isifike mahali kukuwa na ile resistance ya dawa mpaka unakosa kuwa sawa. Kwa sababu inaleta madhara zaidi, na sasa ikiwa zaidi ndio utagharimika zaidi, inafanya unapata gharama zaidi ya hilo. Asante sana. Swala lingine ni kwamba what dangers exist when people take antibiotics? Kwanza hapa kwa antibiotics. Antibiotics kwanza, vile nimesema, inaprojectiwa kwamba antibiotic resistance kufikia mwaka wa 2050, vifo zaidi ya milioni 10 kwa mwaka itakuwa inasababishwa na nini? Sababu unapomeza antibiotics kwa muda, jambo la kwanza kuna ile resistance. Ndio. Ambao bakteria inakataa dawa. Maisha inakuwa sugu na utagharimika zaidi kuitibu. Jambo la pili, unapotumia antibiotics kwa muda, antibiotics kuna zile bakteria nzuri kwa mwili na kuna zile bakteria mbaya ambazo husababisha magonjwa. Zile bakteria nzuri unapata zinatoa kemikali fulani ambazo zinachangia mwili kufanya kazi vizuri. Kwa mfano kwa matumbo kuna bakteria ambazo inaweza saidia digestion. Unaona? Inasaidia afya ya tumbo. Lakini ukimeza antibiotics kwa muda, inaua ile bakteria nzuri na pia inaua ile mbaya. So unapata mtu ameanza kuwa na magonjwa kama kuhara,
Ukifika kwa njia ya uzazi, kuna bakteria ambazo huwa inafanya kutoa kemikali ambazo zinafanya njia ya uzazi kwa wanawake inakuwa acidic. Ile acidity inasaidia kupinga magonjwa kama candidiasis, ile yeast infection. Lakini unapotumia antibiotics kwa muda, unapata mtu umeanza kushikwa na yeast infections ovyo ovyo, urinary tract infection ovyo ovyo. Naam. Sasa hiyo ni madhara ya kutumia antibiotics kwa muda. Zingine ni antibiotics zingine ni toxic. Unafaa utumie kwa muda tu fulani, ile umeandikiwa na daktari. Ukitumia kwa muda, hiyo toxicity inaongezeka. Inaanza sasa kuharibu ini, inaanza kuharibu figo. Naam. Na tukimalizia, ni jinsi gani tutaweza kufanya ama nini ambacho kinapaswa kufanywa ili kuhakikisha kwamba tuna reduce hili swala la kwamba mtu anakuwa na ile unsafe self medication? Jambo la kwanza ni hatua kama hizi za kufundisha umma, ila kupitia televisheni ama hata moja kwa moja. Na pia magonjwa yanapokuja hospitalini, ni bora daktari awaambie umuhimu wa kufuatilia prescription jinsi walivyoandikiwa. Njia nyingine ni kuongelesha wale chemist na kuweka sheria dhidi ya kupeana antibiotics bila prescription ya daktari. Njia zingine ni kuchunguza hizi madawa za kienyeji na kulicense. Kuna ile sheria inaweza chukuliwa kuhusu makemikali ama madawa za kiasili. Chunguzwe wajue ni kemikali gani iko ndani, dozi inayofaa, na ni nani amekubalika kuiuza, akona ule ufahamu wa madawa hayo. Hiyo ni kati ya njia ambazo tunaweza tumia kupunguza madhara ya kujitibu. Naam, shukran sana. Nadhani pia nyingine ni kwamba madaktari wao mnaweka ile camping mahali kwenda kufanya tiba. I think it's another way of creating awareness, kwamba labda wale watu mnawakusanya, mnaelezea 1 2 3 of unsafe self medication, kwa sababu hapa tulipofikia wengi hawataenda hospitali. Itafikia mahali watu wataka kwenda hospitali. Wengi wanatibu dalili, ndio, lakini hawatibu ugonjwa wenyewe. Asante sana, shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Daniel Waweru umeweza kufahamu mengi ambayo amezidi kujuza, kukuangazia kuhusiana na wewe kuweza kujitibu pasi na kupata ushauri wa daktari. Ndio maana utakuta wengine labda pia katika zile mara moja ambazo tunakunywa kila siku ama Panadol, wanaandika kama symptoms zikizidi, ukiona dalili banda haitibu, nenda kwa daktari. Kumaanisha kuna umuhimu wewe kwenda kwa daktari ndio uweze kupata matibabu ya hapa na pale. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia masala.